الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. इन आयात का तर्जुमा है Halifa mtukufu ayyadahullahu taala bin Nasir Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hizi ni hivi: enyi mlioamini, ombeni msaada kwa subira na swala, bila shaka Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanaosubiri, wala msiwaite wale waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu wafu, bali ni wazima, lakini nyinyi hamtambui. Na kwa yakini tutawajaribuni kwa jambo la haufu na kwa njaa na kwa upungufu wa mali na watu na matunda, na uwapashe habari njema wanaosubiri, ambao wapatapo msiba husema, hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na bila shaka kwake tutarejea. Hao juu yao ziko baraka na rehema kutoka kwa Mola wao, nao ndio wenye kuongoka. Hivi karibuni katika nchi ya Indonesia, dhulma iliyotendeka kwa kuonyesha tabia ya wanyama maadui wa jumuiya, waliwaua wanajumuiya watatu. Kwa sababu ya hii kila wanajumuiya yupo katika huzuni, lakini kama ni kawaida kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu, jumuiya ya Islamu Ahmadiyya
na kila mwanajumuiya, यही तरीक रहा है kwa kuwa kwamba yeye ni mwaminio. Ana utaratibu huu kwamba tunafanya subra, माल और हर किस्म की na kwa kufanya hivi इंसान को अल्लाह ताला की tuna पर राजी होते हुए बर्दाश्त करते हैं। tunatanguliza ridhaa ya Mwenyezi Mungu juu ya hasara ya kila aina na juu ya haufu ya nafsi na mali, na tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, और उसी की तरफ yani sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. मुमिनीन की अल्लाह ताला ने निशानी बताई है। Na hii ndiyo ni alama ya waaminio ambayo Mwenyezi Mungu ameeleza. Aya hizi ambazo nilizozisoma, कौन समझ सकता है? nani anaweza kuelewa aya hizi zaidi ya mwanajumuiya? और हम Mdui anatutendea vibaya, na sisi kwa kuzingatia aya hizi tunafanya subra. माल की कुर्बानियाँ चाहे Dhabihu ya mali na ya nafsi, awe mwanajumuiya wa Indonesia, awe mwanajumuiya wa Pakistan au mwanajumuiya wa nchi nyingine yoyote, मोमिनाना शान mfano जाहिर करने की anaoonyesha ya सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम waaminio आशिक सादिक ने ni दिल में फूंक दी है। mfano ambao Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam amezalisha ndani ya mioyo yetu, na kila mwanajumuiya anafanana katika sifa hii. ताला की खातिर Yani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hasara inayopatikana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, कुर्बानी का मुतालबा किया जा dhabihu inayoombwa kutoka kwetu au inayotakiwa kutoka kwetu. इस जवाब की तलकीन हमें फरमाई है। Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba sisi tujibu hivi, पहरा हमारे माका और सैयद na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia alijibu hivi kwa kuonyesha vitendo vyake, na mfano huu alizalisha ndani ya masahaba zake na walionyesha kwa amali zao. Bali mfuasi wa kila nabii, जिंदगियां तंग की maadui जमाने के walipofanya dhulma juu yao, जान से na Firaun wa kila zama हाथ धोने alipowatishia kwamba अपने ईमान से फिर जाने watakosa maisha yao, का इंतखाब करने की na शर्त रखी। aliwapatia hiari ya kuchagua maisha अपने au खुदी का इजहार kifo, lakini wale wafuasi walichagua imani na walionyesha imara ya imani yao. Wachawi wakati wa Firaun walipojua kwamba dhidi ya uchawi wetu anayoonyesha Musa alayhi salatu wassalam si uchawi wa dunia, bali ni msaada wa Mwenyezi Mungu, ऐसा निशान है ni जिसका दुनियावी तदबीरों से मुकाबला dalili ambayo kwa kutumia hila ya dunia hatuwezi kushinda juu yake. Walipojua uhakika wake हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, kwamba ujumbe वो इलाही पैगाम है। alioleta Musa alayhi salatu wassalam ni ujumbe wa Mwenyezi Mungu, wao walimwamini Musa alayhi salatu wassalam mara moja. फिरौनियत को बड़ी ठेस पहुंची। Na kwa sababu ya hii Firaun गुस्सा से alighadhibika sana, उसने कहा akasema, हमारे इस फेल की kwa sababu ya kitendo chenu ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा hiki nitawaadhibuni रहेगी। kiasi kwamba watu wa baadaye watakumbuka. Wale walioamini walimjibu Firaun kwa kusema, हम तुम्हें खुदा ताला के निशानात पर फौकियत नहीं दे सकते, sisi hatuwezi kukutanguliza wewe juu नहीं दे सकते। ya Mwenyezi Mungu hata kidogo. तकास Fakze ma antakas innama takze haze hayati dunia, yani बस हमारे ईमानों को फेरने के लिए kwa ajili ya इतना जोर लगा सकते kuteleza imani yetu utumie nguvu yako yote. हमारी इस दुनियावी जिंदगी को ही खत्म कर सकते। Unaweza kumaliza maisha yetu ya dunia hii tu, lakini ईमान लाने के बाद baada ya kuamini अल्लाह ताला की
खातिर कुर्बान होकर wa kujitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, zawadi tutakayopata ni kubwa zaidi kuliko ufalme wako. बस अगर मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले Basi ikiwa wafuasi wa Musa alayhi salatu wassalam walionyesha imani ya aina hii, तो उस अफजलुर रसूल sisi ambao ni wafuasi wa khatamul anbiya na wafuasi wa mbora wa manabii wote, ambaye alileta sheria kamili, na kwa kumfuata yeye tunaweza kupata hali ya juu ya imani. की पेशगोई के मुताबिक Kisha sawa na bishara ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ये मोहम्मदी के मानने वाले हैं, sisi ni wafuasi wa Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, ईमान सरिया से लाकर फिर ambaye एक सिलसिला निशानात के जरिए ilitabiriwa kwamba ataleta imani kutoka kilimia, na क्या alifanya hivyo na aliimarisha imani zetu. Je, sisi चेलों kwa sababu ya Firaun wa zama hizi na kwa sababu ya wafuasi wake tutapoteza imani yetu? बशर साबिरीन की खुशखबरी दे रहा है Wakati Mwenyezi Mungu anatubashiria bashari sabirin और जान के नजराने पेश करने पर हमेशा की जिंदगी की बिशारत na anatupatia bishara ya maisha ya milele kwa sababu ya kuonyesha subra, ईमान की इस हालत पर पहुंचे हों, basi wale ambao wamefika hali ya imani ya aina hii, tishio haliwezi kuwateleza katika imani yao, अपने ईमानों पर कायम रहने से रोक सकते wala dhulma yao haiwezi kuteleza katika imani. Basi enyi wale maadui wa jumuiya ambao mnaishi katika sehemu yoyote ya dunia, रखना चाहते हो, रवा रखना चाहते हो, रख लो। dhulma yoyote ambayo mnataka kufanya juu ya wanajumuiya ufanye, सरे मुंह हटा नहीं सकते। lakini nyinyi hamwezi kututeleza katika imani yetu hata kidogo. हर जगह के अहमदी से तुम यही जवाब सुनोगे, Na kutoka kila mwanajumuiya mtapata majibu haya, fakze mantakas, जो कर लो, yani fanyeni mnayoweza kufanya, मानों से नहीं फिर सकते। nyinyi hamwezi kututeleza katika imani yetu inshallah. कि अहमदियों ने भी Wanajumuiya wa Indonesia जवाब दिया, waliwajibu maadui hivi वक्तन फिर वक्तन इन लोगों को mara kwa mara. Hawa watu wanajumuiya walipata tishio kutoka kwa maadui, इन लोगों ने lakini hawa watu ambao walikuwa wamejaa na imani hawakujali kuhusu tishio la maadui. जहाँ ये वाकया हुआ Hii ni jumuiya ndogo ambapo tukio hili limetokea. तो मुश्तमिल जमात Ni idadi ya wanajumuiya ni 30, जिसमें औरतें बच्चे शामिल हैं, wanawake na watoto pia wapo ndani yake. फैमिलीज हैं, 7 खानदान, Ni jumla ni familia 7, लेकिन ये सब lakini hawa wote बात पर दुश्मन के सामने घुटने टेकने पर राजी न थे। hawakuinama mbele ya maadui अलहदगी का kwa sababu ya hii kwamba wao waache jumuiya मुल्लाओं के पीछे kwa sababu ya dhulma ya maadui na wafuate maulamaa mashekhe wa hawa. जो उनके चेले थे, उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये था Wale mashekhe na wafuasi वो यहाँ से निकल wao walisema kwamba mfukuze mwalimu wenu, बाहर से आया वो नहीं था, na ilhali mwalimu yule alikuwa mwenyeji wa kile kijiji, alikuwa si mgeni kutoka nje. जब मुखालफत हद से ज़्यादा बढ़नी शुरू हुई, Upinzani ulipozidi sana, जमातों के jumuiya zingine za karibu khudam 20 walikuwa wakija pale kwa ajili ya ulinzi, वहाँ मिशन हाउस में आके बैठते थे। वो na walikuwa wakikaa katika mission house मिशन हाउस पर कब्जा न कर isije maadui wasishambulie mission house, बनाई इनको हासिल है। kwa sababu walipata wale maadui msaada wa polisi, कि na hii ni desturi yao खाली करते हैं kwamba wakati wote tunapoacha तो इंतजामिया उस पर ताले लगा देती है। mission yetu, nyumba yetu, maaskari wanawaleta watu wengine na wanaanza kuishi katika ile nyumba. साल से तजुर्बा हो रहा था, Na huu ni udhaifu wetu wa miaka खाली नहीं करनी कभी। iliyopita. Kwa hivyo iliamuliwa kwamba sisi hatutotoka katika mission house yetu na hatutaacha nyumba yetu. और अंदर बैठे थे, Kwa hivyo wanajumuiya walikuwa wamekaa ndani ya mission house. Hawa wadhalimu walipohamia आकर
na waliposhambulia दुरांतियों और टोकों और चाकुओं kwa और डंडों से na अहमदियों को जख्मी baada ya kwenda ndani walishambulia na visu na vitu vingine, बाहर खड़ी थी na ilhali polisi pia ilikuwa imesimama nje na ilikuwa inashuhudia iliyokuwa inatendeka pale. ईद किया Wanajumuiya watatu waliuawa na watano walijeruhiwa. Umesikia habari hii? अफराद जमात की Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, ईमानी हालत उसी तरह मजबूत है imani ya wanajumuiya ni katika hali ya imara kama ilivyokuwa. सब कुछ इंतहाई जालमाना तरीके पर किया गया Hii yote ilifanyika kwa dhuluma sana, कुफार की मिसाल कायम कर na mfano wa makafiri ulionekana. अफसोस के इन नाम नहाद जालिम मुसलमानों ने Bahati mbaya hawa Waislamu wa jina kama ni kawaida रहमतुल्लिल आलमीन के नाम पर ये किया wamefanya kwa jina la rahmatul alamin Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuja kugawa rehema. Huyo nabii बास azim ambaye aliweka utaratibu katika vita pia, की जाए na alisema kwamba lazima utaratibu huu ufuatwe, मकतूलों को भी उनके बारे में भी ये हिदायत दी थी na ilikuwa mwongozo kwamba wale ambao wanauawa wao क्योंकि ये किसी भी watu wasikate viungo wa miili yao, kwa sababu hii si nzuri kwa kufedhehesha maiti. इंसानियत के अदना असूलों के भी खिलाफ है Hata hii sawa na utaratibu ya ubinadamu, ni kinyume chake kwamba अहमदियों पर हमला करने mwili इन जालिमों ने viungo vya mwili ukatwe, lakini hawa wadhalimu की बेहरमती की है walifedhehesha लाशें पहचानी नहीं जाती थी maiti kiasi kwamba ilikuwa ngumu लोगों को नाम दे दिया kutambua maiti, na ripoti taarifa ya kwanza ilipokuja majina mengine yalipatikana, lakini baadaye walipojaribu kutambua ilijulikana ni watu wengine, si wale ambao अजीजों ने walitajwa kabla katika taarifa, से bali jamaa zao kwa sababu ya alama mbalimbali walitambua jamaa zao na watu wa familia yao. उनती में Hawa watu कर दिया था katika kufedhehesha na kudhalilisha maiti wameacha makafiri nyuma, इनकी हरकतों पर जो हमारे प्यारों की lakini moyo wetu और उनकी लाशों से बेहरमती पर उन्होंने की हैं kwa sababu ya बेशक गमज़दा तो है matendo yao waliofanya una huzuni, सबसे बड़ा जुल्म जो इन लोगों ने किया lakini dhulma kubwa waliofanya hawa watu ni hii kwamba कि ये सब कुछ हमारे आका व मौला hayo yote मोहसिन इंसानियत walifanya रहमतुल्लिल आलमीन kwa jina सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye alikuwa rehema kwa ajili ya walimwengu. का काम था Hii ilikuwa kazi ya dhulma kiasi hiki kwamba दिए kiwanda cha uchapashaji kimetoa habari, lakini wamekataa kuonyesha picha kwa sababu ya hii कि इंसानियत सोच kwamba dhulma hii मनाजर जो है iliyotendeka hatuwezi kuwaonyesha watu wengine. अल-जज़ीरा चैनल जो अमूमन खबरें दे देता है इस किस्म की Al Jazeera ambayo inaeleza habari za aina hii, na channel hii pia imekataa kuonyesha picha ya dhulma, na Al Jazeera imeeleza kwamba और दर्दनाक मंजर था dhulma hii ilikuwa ya aina yake. और एक जुलूस Polisi ilikuwa imesimama घरों पर हमलावर था na watu walikuwa wanawamia nyumba ya कहता है फिर कत्ल wanajumuiya, होती है kisha ukatili unaanza और 3 आदमियों को नंगा करके na watu watatu पत्थरों और लाठियों से और चाकुओं और नेज़ों से मारा गया wanauawa ये कहता है कि इसकी जो फुटेज kwa visu, तस्वीरें खींची गई हैं वो ऐसी नहीं कि दिखाई जा सके na waliua nguo zao na picha zao ni za aina hii kwamba hatuwezi kuonyesha. Asian Human Rights imesema kwamba dhulma hii iliyotendeka dhidi ya wanajumuiya, wananchi wa pale sawa na uamuzi wa mashehe wa nchi wanaona ni sahihi, ni sawa. Wale ambao walitendea dhulma hii hawa ni maulamaa wa siku hizi,
हज़ारों साल पहले की जाहिलाना और ambao wanafanya kitendo cha ujahili uliotendeka miaka maelfu iliyopita na wanawahimiza waislamu kwamba wafanye dhulma hii. The Economist kuna gazeti ये जुल्म मुसलमानों और limeandika kwamba dhulma hii iliyotendeka si kwa sababu ya vita vya waislamu na wakristo, bali waislamu wamefanya dhulma hii na waislamu. Kisha inasema kwamba अगर किसी में इस जालमाना अमल की फिल्म देखने की ताकत हो, ikiwa mtu yeyote ana nguvu na ana ujasiri wa kuangalia picha hii, गरी एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की थी dhulma hii ni aina yake कि तालीम याफ्ता और महज़ब दुनिया से ambayo ni mbali sana katika dunia hii दूसरे शहरियों को भी ya siku hizi, na watu wametetemeka kwa sababu ya dhulma hii. अहमदियों ने भी इसकी वीडियो देखी है। Wanajumuiya wengi pia wameangalia video yake. मुझे यही लिखा है कि ये Kila aliangalia kwamba हम देख नहीं सकते। zaidi ya dakika moja au dakika moja na nusu hatuwezi kuangalia. Mwanamke mmoja ameandika kwamba mimi niliangalia kwa kujificha kwa watoto, na watoto walikuwa na wasiwasi kwamba kwa nini mama yetu analia. Vile vile hivi karibuni mwanajumuiya mmoja kutoka Algeria alikuja kukutana nami, na baada ya kueleza habari hii alianza kulia sana. उसका कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों ने Ni बच्चों तक के दिल dhulma iliyotendeka, mtu hawezi kuona, lakini hawa watu wamefanya mioyo ya watoto wao vigumu kiasi hiki kwamba waliendelea kupiga kelele na makofi pale. उनका अखबार है वहाँ के एक मजमून Jakarta Post, mwandishi moja ameandika makala katika gazeti hili na amesema kwamba ताज़ा हमला जिस वजह से भी हुआ, kwamba लेकिन ये जाहिर करता है shambulio hii माशरे में iliyofanyika juu ya wanajumuiya inaonyesha kwamba जज्बात watu ambao ni wafuasi wa अहमदी भी wa dini mbali dini ndogo ndogo, wao hawana usalama katika nchi yetu, ilhali wanajumuiya walitoa sehemu kubwa sana katika uhuru wa nchi. Tukio hili, तारीख का anasema kwamba tukio hili katika historia ya jumuiya limeandikwa na halitafutika, na anasema kwamba wale ambao wanasema kwamba mafundisho ya jumuiya si mafundisho ya Islam, kwa hiyo wao hawana haki ya kuishi katika nchi. Hawa watu wote ni wale ambao wamepotea au wamepotezwa. लिखता है कि 20वीं सदी Kisha anasema kwamba katika karne ya 20 सोच अहमदी स्कॉलर्स ने इंडोनेशिया को दी। fikira ya maendeleo wanajumuiya walitupatia लीडरों में katika जिसमें viongozi wetu. ने कुरान करीम Miongoni mwao ni rais wa nchi. अहमदिया के स्कॉलर का Yeye amesoma tafsiri ya Qur'ani tukufu iliyofanyika na mwanajumuiya, जिससे इनके इल्म में इजाफा हुआ। na kwa sababu ya hii elimu yake ilizidi. यकीनन शुक्रगुजार हैं Kisha anasema kwamba sisi tuna दिया washukuru wanajumuiya kwa sababu ya huduma waliotoa kwa ajili ya nchi hii. खुलासा है इसके मजमून का जो मैंने बयान किया है। Hii ni muhtasari wa makala yake aliyoandika. योगो यगार्ता Maandishi wa makala hii ni profesa wa Yogo Jakarta, जकार्ता ग्लोब वगैरह chuo cha Yogo Jakarta. ने इस हवाले से खबरें शाया की हैं और बड़ी सख्ती से इस अमल को और इस हरकत को रद्द किया है। Na wamekataa dhulma hii हुकूमत को तवज्जो दिलाई है na wamekumbusha serikali ya nchi कि मीडिया और पढ़े लिखे लोगों में ये जरूरत है कि जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। angalau wao wametoa sauti dhidi ya wadhuluma, dhidi ya dhuluma, na kwa sababu ya hii tunaweza kutegemea kwamba पढ़े लिखे लोगों में भी पैदा हो जाए। kwamba kaumu hii itapata mwongozo. Lao hali hii ingelipatikana katika wananchi wa Pakistan. कि मुखालफत इंडोनेशिया में कोई नई नहीं है। Upinzani wa jumuiya katika Indonesia si kitu kipya, ताकतों से kama ताकतों का सलूक रहा है। inavyotendea inavyotendeka बात अहमदिया की भी na jumuiya za Mwenyezi Mungu. इस्लामी ममालिक में Jumuiya ya Ahmadiyya
ilipingwa hususan katika nchi za waislamu na hali hii inaendelea. जमात के क़याम से ही Na katika nchi ya Indonesia upinzani ulipatikana tangu jumuiya ilipatikana pale, राह रास्त से हटा रहा है। na nchi hii ilipotea tangu awali, कि हमें हमेशा मुखालफत na nchi hii ilipinga jumuiya. मुल्ला का तो खैर तरीका यही है, वो किसी भी मुल्क का मुल्ला है, Shehe wa nchi yoyote yeye hawezi kukubali haki, kwa sababu wao wana masilahi yao. Wanaona kwamba wakikubali haki तो उनकी रोजी बंद हो जाएगी, chakula chao उनकी अहमियत खत्म हो kitanyimwa na watakosa umuhimu wao, जाएगी। na ukweli wa elimu yao itaonekana. बहरहाल मैं आज जमात इंडोनेशिया के Leo दाई मुख्तसर तारीख nataka kueleza historia ya jumuiya ya Indonesia, करूँगा। na nitaeleza baadaye habari ya mashahidi. Katika Indonesia नशद सानिया का आगाज़ jumuiya ilianzishwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na इलाही तसर्रुफ़ात के kwa ishara zake, में हुआ है वहाँ। na ilianzishwa इस मुल्क katika hali ya ajabu, na nchi hii ina fahari kwamba wananchi wa nchi hii कादियान में wanne walienda katika Qadian na walijiunga na jumuiya wenyewe, na wakati huo mbashiri hakuenda Indonesia ambaye alianzisha jumuiya, bali watu wanne katika nchi hii walienda Qadian, na wao hawakwenda kwa ajili ya kujiunga na jumuiya, bali walienda kwa kutembea. इसमें Tafsiri maelezo yake ni hivi kwamba mwaka 1923 wanajumuiya watatu, Bwana Abubakar na Ahmad Nuruddin na Maulvi Zaini Dalan saheb na Bana Haji Mahmud saheb, kwa ajili ya kupata elimu ya dini walienda kutoka Sumatra katika India, na kudra ya Mwenyezi Mungu के बाद कादियान waka अगस्त 1923 ikawaleta Qadian, नौजवान कादियान में खलीफत मिर्सानी की खिदमत में हाजिर na walimwendea और ये दरख्वास्त की कि हमारी दीन sena halifa mtukufu wa pili, na wakaomba kwamba mpango wa masomo yetu ufanywe, na halifa mtukufu alikubali ombi lao na akafanya mpango ya masomo yao. Na katika masomo wakajua uhakika wa Ahmadiyya na wakakubali jumuiya. तो कादियान में बैत करने वाले इंडोनेशियन नौजवानों ने Na hawa vijana waliojiunga jumuiya katika Qadian, जल्द अपने baada ya kujiunga walianza बैठे बैठे ku, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को kuandika barua jamaa zao, na walianza kufanya mahubiri. Kwa hivi हमवार होनी शुरू हो गई। njia ya mahubiri ilipatikana katika Indonesia. Halifa mtukufu wa pili जब यूरोप से alipoenda Ulaya na aliporudi kutoka Ulaya नवंबर 1924 tarehe 29 wa Novemba, karamu ilipangwa kwa ajili yake. Wale wanafunzi ambao walienda Qadian walimwomba halifa wa pili kwamba uangalie hali ya nchi zetu pia. Huzur aliahidi kwamba mimi mwenyewe au mjumbe wangu ataenda katika nchi yenu. Kwa hiyo halifa wa pili alimchagua Hadrat Maulvi Rahmat Ali Saheb, na kisha yeye alienda katika nchi hii, समुद्री जहाज के रास्ते ambaye alienda पर सफर करते हुए kwa njia ya meli 25 में इस मुल्क में पहुंचे। mwaka 1925 katika mwezi wa Septemba, एक छोटी सी बस्ती na तापातुआन में वारिद हुई। katika kijiji cha Tapatuan karibu na Jakarta alienda. मुख्तलिफ थी, Lugha ya kule ilikuwa tofauti na watu walikuwa कोई न था। tofauti, na kulikuwa hakuna ambaye alikuwa anamjua. Kwa hiyo alipata matatizo haya yote ambayo yanaonyesha subra ya Maulvi Saheb, के साथ साथ na इनफरादी तबलीग भी शुरू कर दी। pamoja na kujifunza lugha alianza kufanya mahubiri. बहस मुवासे और Kisha alianza kufanya mjadala na mashehe. अल्लाह ताला ने अपनी ताईद और Hadrat Maulvi Saheb alipata msaada wa Mwenyezi Mungu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, na katika miezi michache पहली जमात कायम हो jumuiya ya kwanza ilipatikana katika Indonesia. Watu 8 walijiunga na jumuiya, बातें होती चली गईं। kisha watu waliendelea kujiunga na jumuiya.
लंबी तफसील है। maelezo yake ni ndefu sana. हज़रत मौलवी साहब को Hadhrat Maulvi Saheb जैसा कि मैंने कहा kama niliyosema mwanzoni alipata matatizo जुबान का भी kwa sababu ya lugha tofauti और तहजीब वगैरह na vile vile mila za kule ilikuwa tofauti na watu walikuwa tofauti, lakini kama niliyosema kwamba Maulvi Saheb alifanya kazi vizuri. वहाँ ये फतवा दे दिया Maulama wakatoa fatwa dhidi ya wanajumuiya kwamba watu wasisome vitabu vya wanajumuiya wala wasisikilize hutuba zao. की तादाद बढ़ने लगी, Idadi ya wanajumuiya wa pale ilipoanza kuongezeka, हिंदियों को बाइकाट, watu wenyeji wa pale wakaanza kupiga wakaanza kususa, कोई खबर छापने के लिए तैयार न था, na hata magazeti pia yalikuwa छापने के लिए si tayari kutoa habari ya jumuiya, मुखालफत इस हद तक बढ़ गई na upinzani ulizidi kiasi hiki kwamba watu 3,000 कि आज का के आगे au zaidi walikuwa wakija mbele ya nyumba ya Maulvi Saheb na walikuwa wakipiga तरह तरह के दिल आजाद nara लगाते थे और na walikuwa wakitumia maneno ya matusi na walikuwa wakimtukana Maulvi. बहरहाल फिर इसके बाद हाजी महमूद साहब भी Kisha baadaye Haji Mahmud Saheb pia akaja pale. इतना ज़बरदस्ती Mashehe wasiokuwa na jumuiya wakamlazimisha na akaandika kwamba mimi naacha jumuiya, na मौलवी साहब की akachapisha tangazo moja kwamba mimi naacha jumuiya. Kwa sababu ya hii upinzani ulizidi, बाद में संभल गए, lakini baadaye Haji Mahmud Saheb उलमा की aliimarika na बचा लिया, Mwenyezi Mungu alimlinda पता लगा na alirudi katika jumuiya. नाकाम हो गया, Maadui walipoona kwamba hila yao फिका तौर पर imeenda bure, अहमद अली साहब को मुल्क बदल करने के लिए wakaanza कोशिश शुरू कर दी। kufanya hila kumfukuza Maulvi Saheb katika nchi yao, na walienda kuonana na viongozi wa serikali, lakini viongozi wa serikali wakasema kwamba haya ni mambo ya dini, sisi hatujiingizi katika mambo haya. इतना चलता रहा, Kwa hiyo hali hii iliendelea. इसमें Desemba 1927 katika Padan, एक मुबासा हुआ, Sheikh Sahab akafanya mjadala na mashehe wa Kisuni, mashehe wakubwa na waandishi wa habari na viongozi wengine walishiriki katika mjadala huu. Katika mjadala huu तरी हासिल रही, mbashiri wetu alishinda kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kama ilivyopangwa na Mwenyezi Mungu, देखना पड़ा na maadui walifedheheka na walishindwa. उस दौरान Kwa sababu ya hii mahubiri yaliimarika zaidi, na jumuiya 3 ilipatikana katika kijiji cha Doko. 1929 में 1929 Hadrat Maulvi Rahmat Ali Saheb अक्टूबर में वापस katika mwezi wa Oktoba alienda Qadian, alirudi Qadian, na 1930 halifa mtukufu wa pili alimwambia aende tena Matra. Hadrat Maulvi Saheb मुबल्लग भिजवाने की दरख्वास्त akaomba kwamba bashiri mingine pia aende Indonesia, na Hazur akakubali ombi lake. Kwa hiyo Maulvi Muhammad Sadiq Saheb जाने का इरशाद फरमाया, ah, और फिर ये दोनों alitumwa pamoja na Sheikh Rahmat Ali Saheb. Kwa hiyo wabashiri wote wawili walienda tena Indonesia. जैसे जैसे अहमदियत को फ़रोग़ हासिल होता जा रहा, Jinsi jumuiya ilipoendelea kuimarika katika Indonesia, upinzani pia uliendelea kuongezeka na kuzidi. इब्तिदान 3 जमातों का Mwanzoni सामना करना पड़ा, jumuiya 3 ilipata majaribio. वहाँ के राजा की तरफ से Tawan, jumuiya ya Tawan, kiongozi wa pale इसे रोक दिया गया, alipiga marufuku kwamba wanajumuiya hawaruhusiwi kusali swala. कर दी गई, Na alipiga marufuku kwamba wanajumuiya hawaruhusiwi kusali Ijumaa, na vile vile mahubiri pia alipiga marufuku. उनकी जमात को भी वहाँ के राजा ने Rosoko jumuiya pia, mfalme wa kule pia aliwalazimisha wanajumuiya kwamba नाउज़ुबिल्लाह nauzubillah wamuite kazab, yani mwongo, से निकाल दिया जाएगा। pengine watafukuzwa katika kijiji chao. करम गुरु अली साहब को उनके ओहदे Bwana Guru Ali Saheb alifukuzwa katika kazi yake, katika cheo chake, kwa sababu ya kuwa yeye ni mwanajumuiya, na mwanajumuiya mwingine alifukuzwa katika kijiji kwa sababu ya मौलवी अबू बकर अयूब kwamba ni yeye ni mwanajumuiya. Maulvi Ayub Saheb pia baada ya kumaliza masomo yake alirudi Indonesia.
कसारान के इलाके में yeye alienda Kasaran आप पर तबलीग na alikuwa anafanya mahubiri pale. Kwa hiyo alipigwa marufuku kwamba haruhusiwi kufanya mahubiri. Siku moja करदा पुलिस usiku saa 6 sawa na amri ya mfalme wa kule, askari mmoja alienda kumkamata उसने उस वक्त के हाजिर अफराद के नाम नोट कर na yeye akaandika jina lake na jina la wanajumuiya wengine waliokuwepo pale, na akasema kwamba asubuhi wewe na watu hawa waende ofisini. स्कूल पहुंचे Kesho Maulvi Saheb na wanajumuiya wengine walipoenda ofisini, chief akaanza kumuuliza maswali sana, na alikuwa anamkamata kwa kumuuliza maswali, lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu तमाम सवालों kwa ufasaha sana Maulvi Saheb alijibu maswali yake yote, से था उसको na kwa sababu ya hii chief saheb yule akapata athari nzuri सूरत कहते हैं जाती रही na tabia yake खंदा पेशानी ikabadilika mara moja, na akaanza kuzungumza kwa hulka na Maulvi Saheb, na nusu saa aliendelea kuzungumza na Maulvi Saheb. Kisha baadaye करती है aliwasindikiza kwa heshima sana. जैसा कि मैंने बताया था Huzur anasema kama nilivyosema, मजमून निगार हमें जमात अहमदिया की mwandishi wa Indonesia alieleza huduma za jumuiya katika uhuru wa nchi. Sasa naeleza taarifa yake. जमात किस तरह वहाँ कायम हुई क्या Nimeshaeleza kwamba namna gani jumuiya ilianzishwa na matatizo yaliyopatikana mwanzoni, na tangu siku ya awali upinzani ulipatikana katika nchi hii na huduma za jumuiya zilikuwaje. Naeleza katika uhuru wa nchi में बड़े सगीर पाको हिंद से हज़रत मुस्लिम मऊद kutoka ने पुरजोर आवाज़ nchi mbalimbali wanajumuiya वो मुसलमाना ने walipaza sauti na ज़बरदस्त तायद करें walisaidia uhuru wa nchi, na Hazur alisema kwamba wanajumuiya 16 अगस्त wasaidie uhuru wa nchi. खुतबा जुमा Hazur katika 1946 alieleza इसके अलावा katika hutuba yake, अहमदी मिशनों को भी इंडोनेशिया की तहरीक आज़ादी के हक़ में na vile vile मौसर आवाज़ बुलंद करनी wanajumuiya wote wa nchi mbalimbali na mission zote ziliandikiwa barua kwamba waandike katika कि जापानी हुकूमत के katika haki ya uhuru wa nchi ya Indonesia. 17 अगस्त Dr. Sarkano tarehe 17 Agosti 1945 alitangaza uhuru wa nchi, के खिलाफ सारे मुल्क में आज़ादी की जंग जंग लड़ी जाने लगी watu wakaanza kupigana na wanajeshi wa Holanzi. दीन अहमदियत Katika hali hii wabashiri na wanajumuiya wengine रज़ी ताला अन्हो की sawa na uongozi wa halifa mtukufu wa pili भरपूर हिस्सा लिया wakashiriki katika uhuru wa nchi. और जमात के सर Wabashiri na wanajumuiya wengine रिपब्लिकन हुकूमत के साथ मिलकर काम किया wakafanya kazi pamoja na serikali ya Republican. जो जकर Sayyid Shah Muhammad Saheb ambaye alifika Jakarta alikutana na Dr. Sarkano खास की na कि मैं आज़ादी की इस तारीख में शामिल alimwomba kwamba mimi nataka kushiriki katika uhuru wa nchi, na yeye alikuwa mbashiri wa jumuiya. Shah Saheb Sayyid Rais Sarkano alimpatia huduma mbalimbali, na alimpatia huduma hii kwamba atoe habari katika lugha ya Kiurdu katika redio. साहब ने भी तकरीबन 2-3 माह Malak Aziz Khan Saheb pia का काम किया alifanya kazi ya kusoma habari. जोश व खरोश से इस तारीख में शामिल रहे Shah Saheb alishiriki katika साबिक वज़ीर uhuru wa nchi, जोश व खरोश इतना था na waziri ya mambo ya ndani alisema kwa kuona hali yake kwamba sisi अपनी कौम ही का एक फर्द tunamwona Sayyid Saheb kwamba yeye ni mmoja wetu, ni mwananchi, kwamba yeye si kutoka nchi ya India. शाह मोहम्मद साहब की खिदमत का एतराफ़ Huduma za Shah Muhammad Saheb आज़ादी इंशिया में जो किरदार ni hivi kwamba alishiriki katika uhuru wa nchi na huduma alizotoa kwa kuona hii tarehe 3 Agosti 1997 alipewa cheti ya hongera, और उसमें तहरीर किया गया na katika barua hii iliandikwa kwamba sisi हेड ऑफ द अहमदिया मुस्लिम Sayyid Shah Muhammad Saheb, kiongozi wa नामों के लिए इंतहाई रंग में Mission House Jumuiya Ahmadiyya Jakarta, tunakubali huduma zake zote alizozitoa kwa ajili
ya wananchi wa Indonesia katika uhuru wa nchi, वजारत इत्तलाआत की क़यादत में katika पब्लिसिटी के रुकन होने की पोजीशन katika waziri ya usambazaji sauti alifanya सलाहियतों से kazi kubwa sana kwa kutumia बैनुल अक़वामी राय आमा को elimu yake मबजूल कराया। na हुकूमत रिपब्लिक इंडोनेशिया aliwafahamisha dunia nzima kwamba जदोजहद सदाकत और हक पर मबनी है। uhuru wa nchi ya Indonesia ni juu ya haki. डच हुकूमत ने जोगजकर्ता Wakati huo हमला करके कब्जा किया। serikali उस जमाने में भी ya Dutch मौसूफ ने हमारी जद्दोजहद में पूरी iliposhambulia katika hii, pia Shah Saheb aliendelea kutusaidia sisi. रोशनी में Kisha sawa na uamuzi wa UNO, डच अफवाज का इनखला हुआ। Waholanzi walipoondoka katika nchi na serikali mpya ilipopatikana, wakati huo pia bana Shah Saheb alikuwa memba wa kamati ile ambayo ilianzishwa kwa ajili ya kuimarisha nchi. Kisha imeandikwa katika taarifa hii kwamba Rais Sukarno alipokuja Jakarta, bana Shah Saheb alikuwa wa kamati ambaye alimpokea rais. डच हुकूमत से इख्तियार Kisha anasema kwamba baada ya kupata करता आए utawala, उस काफिला में शामिल थे जो सदर सुकारनो के हमरा था। Rais Sukarno alipokuja nchini, Shah Saheb alikuwa pamoja na wale watu ambao waliingia nchini, na maofisi ya serikali zilipohamia Jakarta. Wakati huo Shah Saheb aliendelea kutoa huduma katika redio इंचार्ज अहमदिया मुस्लिम मिशन इंडोनेशिया अंजाम देने लगे। na baadaye alianza kuhudumu jumuiya kwa kuwa kiongozi wa jumuiya katika Jakarta. जिक्र आया है कि उन्होंने कुरान करीम भी पढ़ा तो अहमदियों से पढ़ा। Na rais ambaye किताब alisoma Qurani tukufu, tafsiri ya Qurani tukufu, yeye rais anaandika katika kitabu chake, में तहरीर करते हैं। anasema kwamba ingawa mimi si afiki na itikadi za wanajumuiya bali nakataa, lakini pamoja na hii ninakubali ihsani ya jumuiya kwa sababu ya elimu na kwa sababu ya maandiko ya jumuiya ambayo ni sawa na hali ya kisasa ambayo inajadidisha imani ya mtu. तो ये है उसके सिर्फ यही ज़ुबानी कुर्बानियाँ नहीं या अमली कुर्बानियाँ या मशवरे की हद तक नहीं थी, बल्कि 1946 में Wanajumuiya की आज़ादी के दौरान walijitolea wakati wa huru. अपनी जिंदगियां कुर्बान Wanajumuiya wengine walitoa nafsi zao. एक हमारे Mmoja wao alikuwa bana Radin जो सेक्रेटरी Nuruddin Saheb ambaye alikuwa rais wa jumuiya, इंडोनेशिया के पहले जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ थे। ambaye alikuwa डच अफवाज ने katika kamati ya kusherekea uhuru nchi, na yeye alitekwa nyara na wanajeshi na baadaye aliuawa. Wanajeshi wa Holanzi walimuua. जमात अहमदिया की इंडोनेशिया के लिए उस मुल्क के लिए कुर्बानी और काम Hii ni और खदमात का जिक्र, लेकिन huduma za wanajumuiya walizozitoa katika uhuru wa nchi, पसंद ग्रुपों ने lakini maulama na magaidi दास्तानें भी साथ साथ जारी waliendelea kuwadhulumu wanajumuiya. Hata wakati huo pia wengine wanajumuiya ambao waliuawa, naeleza habari zao. Katika mwaka 1947 wanajumuiya 6 waliuawa: bana Jaidad Saheb, bana Sura Saheb, bana Sari Saheb, bana Haji Saheb, Hassan Saheb, Radin Saleh Saheb, bana Dalan Saheb. Hawa wanajumuiya 6 waliuawa. के गांव में Waliuawa का मुकाम पाया। katika kijiji karibu na Jakarta. एक ग्रुप ने डंडों और पत्थरों से इन अहमदियों पर शदीद Kundi moja la Waislamu waliwaua kwa kutumia visu na upanga na fimbo, घसीटते हुए गांव से na walianza kuwapiga na waliwatoa katika nje ya kijiji na waliwaua. Katika hali hii अहमदियत छोड़ दें, लेकिन ये सब अहमदियत पर साबित waliwalazimisha kwamba waache jumuiya, lakini hawa wote waliimarika na walisimama juu ya Ahmadiyya, na katika hali hii waliua. सलूक हो रहा है।
kwa hiyo dhulma hii inayotendeka ni ya zamani. Mwaka 1949 wanajumuiya ifuatao waliuawa: मुकरम सानूसी साहब, bana sanusi saheb, ओमो साहब, bana omo saheb, na tayan saheb, मुकरम शरूमी साहब, bana sharumi saheb, सोमा साहब, bana soma saheb, मुकरम जुमली साहब, bana jumli saheb, मुकरम सलमान साहब, bana sarman saheb, ओसोन साहब bana oson saheb, और मुकरमा na एडोट साहब, bi dot sahiba ओनिया साहब na bi onia sahiba. Hawa wanawake wawili pia waliuawa. इन अहमदिया बाप ने सिंगापुर ना वेस्ट जाब Hawa wanajumuia karibu na Singaparna, संगियांग लबों kijiji cha Jawa, waliuawa katika kijiji kile. दारुल इस्लाम ने डंडों Kundi la Wahabi waliwaua kwa kutumia upanga na visu na fimbo, na waliwafukuza nje ya kijiji na walianza kuwapiga. Na hawa pia walionywa kwamba watubu katika Ahmadiyya, lakini walionyesha imara na wakabaki juu ya imani yao. फिर उसके बाद जमात अहमदिया Kisha baadaye upinzani शदीद दौर uli 2001 में शुरू हुआ. ulizidi katika mwaka 2001. पापू हसन साहब Papu Hassan Saheb 22 जून 2001 को भी शहीद किया गया 2001 katika mwezi wa Juni aliuawa. Umri wake ulikuwa miaka 55. और तकरीबन 100 मुखालफिन अहमदियत ने Waadui 100 karibu na Labok हमला किया, walishambulia jumuiya ya pale हुआ करना चाहते थे. na walitaka kubomoa msikiti wa Ahmadiyya. Bana Hassan Saheb pamoja na wanajumuiya wengine मुखालफिन के हमला के सामने alisimama kwa imara dhidi ya maadui hawa. और शदीद जख्मी हुए. Alijeruhiwa sana na alizimia pale. Alipelekwa hospitalini, lakini kwa sababu damu ilikuwa imetoka sana, kwa hiyo alifariki njiani. 55 साल थी. Umri wake ulikuwa miaka 55. 2002 में 2002 हुकूमत के कारिंदे भी इन लोगों के साथ मिल गए. viongozi wa serikali pia walishiriki pamoja na hawa wadhalimu na walifanya dhulma katika eneo la Masuluk. Maadui walipiga mawe na walivunja vioo vya wanajumuiya, फ्लोर की मिसाई को nyumba za wanajumuiya, किया कि अहमदिया बाब मस्जिद का इस्तेमाल नहीं कर सकते. na kiongozi alitoa hukumu kwamba wanajumuiya hawaruhusiwi kutumia misikiti. एशिया की मरकजी मस्जिद और सेंट्रल 2002 katika nyumba ya अमलाक को नुकसान पहुंचाया. jumuiya maadui walishambulia na waliwamia. Polisi ilisimama pale, nyumba zingine ziliunguzwa moto, ली तंजीमों के दफातर और दी ofisi हुकूमत ने सील कर दी. na nyumba jumuiya ilifunga. 19 सितंबर 2005 को 500 मुखालिफ 2005 maadui 500 katika mkoa सियानजो wa Sianjo बातों पर हमला किया, walishambulia na waliwamia jumuiya 5 नुकसान पहुंचाया गया. na walivunja खिड़कियां शीशे misikiti na walivunja nyumba za wanajumuiya na mission house वगैरह लूट लिया गया. na waliiba vifaa vya jumuiya. Nyumba 86 ilipata घरों को जला दिया, iliathirika, nyumba zingine ziliunguzwa moto, दिया मदरसों को भी नुकसान पहुंचाया, na madarasa ya Ahmadiyya pia zilishambuliwa, भी जलाए गए. na magari na pikipiki za wanajumuiya pia ziliunguzwa moto. रात 9 बजे 100 Tarehe 2005 मुखालिफान पर हमला किया, wa maadui walishambulia katika kijiji cha Kitagang. जख्मी हुए. Wanajumuiya wawili walijeruhiwa. कबलजीं पांकोर और शिलोंग के इलाके में मुकीम थे. Wanajumuiya hawa walikuwa wakiishi katika Panko ambapo 2002 wanajumuiya hawa walishambulia na walifukuzwa katika nyumba zao na waliunguza nyumba zao na msikiti. Kwa hiyo hawa इलाके में आए wanajumuiya walihamia hapa, अक्टूबर 2005 में यहाँ भी na hapa pia katika mwezi wa Oktoba 2005 hawa walishambuliwa na waliwamiwa, तकलीफें बर्दाश्त की अपने ईमान lakini hawa walikubali mateso ya maadui, lakini walionyesha imani thabiti. जजीरा की जमात कीटापांग पर हमला हुआ. Katika jumuiya ya Kitapang pia maadui waliwamia, nyumba 6 ziliunguzwa, नुकसान पहुंचाया गया. na maduka ya Ahmadiyya उनके माल pia watu walichukua 129 vifaa na walichukua nyama. का छोड़ना पड़ा. Watu 129 walikosa nyumba na walilazimika kuhama katika ile sehemu. गांव में लोकल मौलवी की
की क़यादत में katika tena 2005 katika uongozi wa Sheikh को यहाँ से दूसरे इलाके में watu waliwamia wanajumuiya 26 walifukuzwa katika nyumba zao मुखालफिन की तरफ से इस माह में katika Singaparana. Katika mwezi mmoja maadui mara ya tatu waliwamia nyumba za wanajumuiya, walivunja nyumba za wanajumuiya na walivunja furniture ya ofisi. मुखालफिन जिनकी तरफ Na Desember 2005 maadui 500 से मुजाहिदीन walishambulia na मसाजिद को नुकसान waliwamia, walipatia hasara misikiti wa Ahmadiyya na nyumba za wanajumuiya, की सामान को नुकसान पहुंचाया, 12 कुरान करीम भी जला दी। na waliunguza Qur'an tukufu 12. मसाजिद को पुलिस ने सील कर दिया, Misikiti 9 ilifungwa na polisi फोड़ की गई। na nyumba za wanajumuiya zilivunjwa na watu 3 walijeruhiwa. से लोगों को वहाँ से निकलने पर मजबूर Kwa sababu ya hii watu walilazimisha kwamba waondoke na walihama. तो ये हालात हैं साहब का इंडोनेशिया के Hii ndiyo ni historia ya jumuiya ya Indonesia, lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, kwa kuonyesha imani, wapo juu ya imani सब्र से हौसले से na से मुकाबला करते चले जा रहे हैं। wamesimama kwa imara dhidi ya dhulma ya kila aina. Hawa mashahidi ambao wameuawa hivi karibuni ni kwa sababu ya dhulma ambayo inaendelea जैसा कि मैंने कहा kwa miaka na miaka. मुकामी प्रेस ने Kama niliyosema kwamba safari hii बाहर के प्रेस ने भी kiwanda cha nchi kimeandika na viwanda vingine vya nchi mbalimbali pia vimeandika kuhusu dhulma hii. Naeleza maelezo kuhusu mashahidi. Shahidi ya kwanza ni Bana Tubakos Chandra Mubarak Saheb. ये पैदाइशी अहमदी थे, Alikuwa mwana jumuiya kwa kuzaliwa, umri wake ulikuwa miaka 34. Alikuwa akiishi katika दिमागी हमला है, Mission House. Ana mke na ambaye ni mjamzito na alikuwa na इन्होंने वक्फ नौ के कागजात alioa miaka 8 iliyopita, lakini hakupata mtoto. Kwa hiyo mke wake ni mjamzito na alikuwa amejaza form za wakfeno. Alikuwa anataka kutoa mtoto wake katika wakfeno. बहुत ही मुखलस और जमाती कामों में बहुत फाल थे, Alikuwa akifanya kazi sana za jumuiya na alikuwa akitoa michango, बहुत मुखलस अहमदी है na watu wa familia wote ni wanajumuiya wazuri. कि जमात Siku moja kabla ya tukio ile mke wake alisema kwamba usiende kule, mimi ni mjamzito wa miezi 5, usiende uniangalie. Lakini akasema kwamba mimi natanguliza jumuiya na हमको वहाँ पहुँचाना था। kazi yake ilikuwa kuwapeleka khudam vijana kule. अपने कारकुनान के साथ बहुत अच्छा सलूक किया करते थे, Marehemu alikuwa akiwatendea vizuri pamoja na watu wake, na alikuwa akiswali sala 5 misikitini. एक बहादुर खातिम थे। Alikuwa shujaa sana. बकोस चांद्रा मुबारक Tubakos Chandra Mubarak Saheb ambaye naeleza habari yake, मिशन हाउस के अंदर थे, alikuwa ndani ya Mission House na alikuwa mbele ya khudam wengine wote. Maadui walimshambulia kwa visu ने इनको लटका na walimpiga sana, नीचे उतारा और इनकी लाश को डंडों और na walimpiga kwa fimbo na kwa kutumia vitu vingine, na की लाश पहचानी नहीं गई। बाद में चांद्रा kiasi kwamba ilikuwa si rahisi kutambua maiti yake. Baadaye ndugu yake kwa alama चांद्रा साहब ya mwili wake alimtambua kwamba yeye ni bwana Chandra Saheb. साहब Shahid mwingine ni Ahmad Sorno Saheb ambaye साल थी, umri wake ni miaka 38. Alijiunga na jumuiya 2002. Ana mke na watoto 4. तारफ 2000 में हुआ। Alijua kuhusu jumuiya 2000 wakati halifa mtukufu wa 4 alipoenda Indonesia. अहमदी दोस्त ने Mwanajumuiya mmoja alimpatia vitabu vya jumuiya जस्ती से पढ़ा, na akasoma vitabu vile kwa shauku sana, na baada ya kufanya utafiti miaka 2 alijiunga na jumuiya. Baadaye mkewe pia alijiunga na jumuiya na akasimama kwa imara juu ya jumuiya. अपने वालिदैन से अच्छा सलूक Kabla ya kujiunga na jumuiya alikuwa hatendei vizuri na wazazi, lakini baada ya kujiunga na jumuiya wazazi wake walifurahi sana, kwa sababu alianza kuwatendea vizuri na alianza kuwaheshimu sana, में भी बहुत तरक्की की। na कहते थे कि मैं तबलीग करता हूँ, maisha yake ya kiroho pia yalibadilika sana. Alisema napata utulivu napofanya mahubiri na Mwenyezi Mungu anatimiza mahitaji yangu yote. Siku moja alikuwa akihitaji hela na kwa ajili ya kulipa kodi ya nyumba, बहुत दुआएं की। akafanya maombi sana. आदमी आया
mtu mmoja akaja baada ya kidogo na akamchukua kwa ajili ya kufanya kazi fulani, na hela aliyopata mahitaji yake yote yalitimia. Alikuwa na hamu sana kuhudumia watu wengine. Aliona ndoto na alimuona alifa mtukufu wa kwanza, wa pili na watatu na wanne. Katika ndoto alikutana nao कई बैठे भी उन्होंने करवाई तो लीग na yeye alifanya bayat, alifanya mahubiri na watu wengi walijiunga kwa sababu ya mahubiri yake. Alikuja baadaye, lakini ameacha wengi nyuma yake na amepita mbele. का वाकया इस तरह है कि जब हमला हुआ है तो वो सोनो साहब मिशन हाउस के अंदर थे, Sono Saheb alikuwa ndani ya mission house. और डंडों से इनको Maadui walimua kwa kutumia visu na mpwanga na fimbo के सामने na watu, kisha baadaye mbele ya polisi लाश को मारते रहे। waliendelea kupiga maiti yake, na polisi ilisimama pale, na maiti yake ilikuwa si rahisi kutambua. गलती से किसी दूसरे का आदमी समझ के Kijana mmoja, khadim mmoja, alifikiria kwamba ni mtu mwingine, lakini baadaye देखा गया तो mwili wake ulipoangaliwa vizuri ilijulikana kwamba ni maiti ya Sono Saheb, si khadim mwingine. रोनी पसानी साहब, Roni Pasani Saheb, इनकी शहादत के वक्त wakati wa uawa kwake umri wake ulikuwa miaka 35. 2008 में बैत की थी। Alijiunga na jumuiya tarehe 11 Januari 2008. रहने वाले थे Miaka miwili tu alijiunga na jumuiya. Ameacha mke na watoto, mabinti wawili, miaka कातिल डाकू 6 na 5. Kabla ya kujiunga na jumuiya alikuwa mjambazi na muizi. एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा Siku moja aliona katika ndoto kwamba mzee mmoja amekutana naye ambaye amevaa kilemba. Siku moja alikuja nyumba ya Sono Saheb na aliona picha ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, था इस तरह ये अहमियत के मजीद na akasema kwamba mimi nilimwona katika ndoto. Kwa hiyo hivi akaja karibu na jumuiya. Kwa hiyo akasoma vitabu ya jumuiya. 2008 alijiunga na jumuiya, na baada ya kujiunga na jumuiya maisha yake yalibadilika sana, na mke wake alikuwa anashangaa sana kwamba Roni Saheb, mapinduzi haya yamepatikanaje? उनकी पसंद आई। Mwenyezi Mungu amependa बड़ा एजाज अल्लाह ताला ने कि पहले अहमियत vitendo vyake fulani, ndiyo maana Mwenyezi Mungu amemjalia na ameacha maovu yote, na pamoja alikuwa akiswali sala 5 na tahajjud pia, na alikuwa akitoa mchango wake bila kukosa. Alikuwa mtu shujaa sana. Miaka miwili aliyopata alifanya mahubiri sana, na kwa sababu ya mahubiri yake watu wengi walijiunga na jumuiya. ये भी है कि कई दफ़ा कहते थे Mara nyingi alikuwa akisema kwamba के तौर पर मरने की ख्वाहिश। na hamu kwamba ni uwawe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametimiza hamu yake hii. उनको सोनो साहब की तरह हुई, मुखालिफिन ने इनको भी Rono Saheb pia aliuawa na maadui kwa kutumia visu na panga na fimbo, na vile vile maiti yake pia ili fedheheshwa, na walijaribu kubadilisha hali ya maiti yake. Hawa watu ambao wamepewa mishahara ya pepo, hawa ni watu ambao wanapata maisha ya milele, ambao ni nyota ya bingu ya Ahmadiyya. के दर्जात Mwenyezi Mungu apandishe daraja ya hawa wote, na Mwenyezi Mungu apatie subra familia zao, na mwenyewe Mwenyezi Mungu awalinde. हर फर्द Mwenyezi Mungu aimarishe imani ya kila mwanajumuiya wa Indonesia. Sayyidina alayhi salatu wassalam ने जिस ali का जिक्र फरमाते हुए alipoeleza habari ya kashfu yake, yani ndoto yake, कुछ और लोगों na alieleza kwamba watu wengine watapatikana ambao watafuata nyayo za Shahzad Abdul Latif. इलाके Miongoni mwa hawa watu ambao wanaishi katika nchi mbalimbali भाई अहमदियत में से भी किसी को नहीं देखा। wapo ambao wengi wao hawajawahi kumwona halifa katika maisha yao, काबिल तकलीद है lakini wanapenda halifa नाम की sana. का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ पिछले खुतबात में। Nimewahi kueleza बताता हूँ कुछ क्यों है ndoto na kashfu ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba nimeona kwamba katika bustani yetu tawi moja limekatwa, na nasema kwamba tawi hili आप फरमाते हैं lipandwe tena ardhini ili yote tena,
na nimefanya tabiri yake kwamba watu wengi watafuata nyayo za bana shahzada Abdul Latif Saheb. Basi hawa mashahidi तो अपना मुकाम पाकर ambao wamepata मिसालें छोड़कर daraja yao na wameacha mifano mizuri अपने मौला के हुजूर हाजिर हो गए। na wameenda mbele ya Mwenyezi Mungu. कादियान से हजारों मील दूर रहते हुए भी Kwa kuwa waliishi miaka maelfu mbali kutoka Kadian, lakini walithibitisha ukweli wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. वालों को भी Lakini sisi ambao tumebaki nyuma, ईमानी हालतों का हर वक्त जायजा लेते रहना चाहिए। sisi pia tunatakiwa tuendelee kuchunguza hali ya imani yetu. के बाद Baada ya kila mwanajumuiya anapouawa, tunatakiwa tuahidi kwamba kwa sababu ya dhulma hii ना hatuta ये सिर्फ ये नहीं कि अपने ईमानों को ज़ाया नहीं होने दें, hatutapoteza बल्कि imani yetu, si hii tu, bali tutaboresha imani zetu insha Allah taala. किसी किस्म की ऐसी हरकत नहीं करेंगे Sisi hatutafanya kitendo chochote ambacho रफाता हो kitafedhehesha हमारी अपने मुल्क से heshima ya jumuiya na heshima ya nchi yetu. Kama niliyosema, इंडोनेशिया भी Jamaat Ahmad ya Indonesia ने इंडोनेशिया के katika uhuru na katika ujenzi wa nchi ilifanya kazi kubwa sana. जमात अहमदिया का हर फर्द Kila mwanajumuiya उसका वफादार है। ambaye anaishi katika nchi yoyote anatakiwa apende nchi yake, इंशाअल्लाह ताला na daima inshallah taala atapenda nchi yake. है कि हम ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला Na mapenzi yanataka kwamba tufanye maombi haya pia, Mwenyezi Mungu हम पर कभी ऐसे हाकिम मुसल्लत asalimishe nchi zetu katika में जानते हैं mikono ya wadhalimu, na Mwenyezi Mungu asitupatie viongozi ambaye hawajui kufanya rehema. लेकिन कानून अपने हाथ नहीं लेते। Sisi tunafuata kanuni, lakini hatushiki kanuni na sheria mikononi mwetu. जुई करने से ज़्यादा Lakini sisi hatutegemei sheria hii, निभाते हुए अल्लाह ताला की मदद पर हमारा इंसार है। bali sisi tunategemea msaada wa Mwenyezi Mungu na tunategemea rehema za Mwenyezi Mungu. और अब भी हम हमेशा की तरह अल्लाह ताला की हुजूरी झुकेंगे। Na sasa hivi pia tutainama mbele ya Mwenyezi Mungu, tuendelee kufanya dua hii: Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. में से Mwenyezi Mungu afanye hivi kwamba mwanajumuiya yeyote asitelezeke katika imani yake. वसल्लम का जिक्र करते हुए Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza आप फरमाते हैं habari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapatia maswahaba mafundisho ya subra, mwishowe maadui wote waliangamizwa. Mtaona kwamba wakati utafika hawa watu wabaya hawataonekana. Mwenyezi Mungu amenuia kwamba aeneze jumuiya hii duniani. Anasema Sayyidina alayhi salatu wasallam, Mwenyezi Mungu angetaka hawa watu wasinge tusumbua na wasinge fanya dhulma, lakini kwa kuwapitia hawa watu Mwenyezi Mungu anataka kutupatia mafundisho ya subra. या तो तौबा कर लेता है Yeyote anayemuudhi mwanajumuiya mwishowe anatubu au anaangamia. जो भी हमें दुख दे रहा है Yeyote anayetusumbua na anayetudhulumu, wapo wengine ambao watatubu हो जाएंगे। au wataangamia. दुआओं और सब्र के साथ Basi kwa maombi na kwa subira kwa ajili ya kupata lengo letu, kila mwanajumuiya anatakiwa aendelee kupiga hatua mbele. हमें सब्र की ताकत Mwenyezi Mungu atupatie nguvu ya subira का खात्मा फरमाए। na awangamizi hawa watu wabaya. तो इस्लाम से किए गए अल्लाह ताला की बातों को Sisi tushuhudie ahadi za Mwenyezi Mungu alizozifanya na Sayyidina alayhi salatu wasalam katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu करे atuweke मुखालफीन की katika ulinzi wake na awakamate maadui. ये सब Sisi hatuna uadui wowote na maadui wetu. Hii yote inatokea kwa sababu ya uadui wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo hali hii imezidi katika kila sehemu. निशान बनाए Mwenyezi Mungu awaangamize hawa maadui और जिनकी इस्लाह अल्लाह na ताला की नज़र में
wale ambao sawa na elimu ya Mwenyezi Mungu hawatapata mwongozo, Mwenyezi Mungu awakamate haraka. जो ज़ख्मी हैं Wale ambao wamejeruhiwa mufanye उन्हें जल्द शिफा। maombi kwa ajili yao, Mwenyezi Mungu awapatie afya njema. ज़ख्मी अभी भी अस्पताल में Watatu wamelazwa hospitalini na wawili ambao walijeruhiwa wameenda nyumbani. को भी मैं ये कहना चाहता हूँ Nataka kuambia wanajumuiya wa Indonesia hasa दुआएं kwamba maombi ya wanajumuiya wote ni pamoja nanyi. आ रहे हैं Napokea barua के लिए फिक्र और परेशानी का इजहार किया जा रहा है। na watu wanauliza kuhusu hali ya wanajumuiya wa Indonesia, जो वहाँ दिखाए गए हैं dhulma iliyotendeka na habari iliyoonyeshwa katika websites mbalimbali. इसने हर अहमदी को Kwa sababu ya hii एक दर्द और तड़प में मुबतला कर दिया। kila mwanajumuiya amekosa raha na kila mwanajumuiya anafanya maombi kwa ajili ya wanajumuiya Indonesia. Mwenyezi Mungu awalinde na Mwenyezi Mungu alinde katika kila shari, na Mwenyezi Mungu arudishe hila za maadui juu yao. ताकि नमाज Sasa nitasalisha jeneza ya hawa mashahidi wote, na pamoja na hawa jana katika mji wa Mardan रेजिमेंट में tukio lililotokea kwamba mtu mmoja alijilipua फौजी जो ट्रेनिंग na wanajeshi ambao कई हम बात हुई walikuwa wanajifunza kule wameuawa. Mmoja wao mwanajumuiya Munir Ahmad alikuwepo mmoja wao, वहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे। alikuwa anajifunza kule. पासिंग आउट परेड थी या क्या था, तो बहरहाल वो भी इसमें शहीद Yeye pia ameuawa katika tukio hili. Nyinyi mumingize huyo bana pia katika jeneza yenu. Mwenyezi Mungu amsamehe na amghufirie. जिंदगी में वो लगीन महमूदा Huyu की सिलसिला bana ambaye ameuawa alikuwa mpwa wa bana Mahmuda Munir Saheb na Bashir Ahmad Saheb. Hawa ni wabashiri wetu. अल्लाह ताला इनके Mwenyezi Mungu huyu bana alikuwa na umri wa miaka 21. Mwenyezi Mungu awapatie wazazi wake subira sana, amin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.